haikuwa na ushindani active sana kwa dakika nyingi za mchezo, ingali kuna dakika kadhaa tuliona test ya ushindani, lakini nafikiri kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, mafuta na maji vilikuwa vinajitenga, kwa sababu you do expect kwamba tunapozungumzia level ya ushindani sio tu mabao, hata ndani ya pitch ile isiwepo dominance kubwa hivyo. Lakini nafikiri kama Dodoma wangepata magoli kwenye mechi ya leo, basi huenda yangekuwa mawili, labda yangekuwa mawili. Lakini Yanga kama wangekuwa makini, huenda leo wangefunga magoli mengi sana, kwa sababu walikuwa na hiyo opportunity ya kuweza kufunga. Kwa hiyo ndio maana nitakuwa nyuma kuamini kwamba watu wanaweza kawa wanapata matokeo makubwa hivyo kama ambavyo wanaweza kawa wanapambania. Tunaona kwenye kipindi cha kwanza inaonekana Dodoma Jiji kwamba walikuwa na mpango kazi mzuri. Tunaona mpaka dakika 45 za kwanza tunaondoka goli moja kwa moja. Unadhani kipindi cha pili walikosea wapi? Nafikiri ni swala la ubora zaidi ndilo ambalo linaangaliwa, kwa sababu hata hiyo moja ilikuwa ni moja baada ya Yanga Afrika kukosa mabao mengi, lakini pia ilikuwa ni moja kwa sababu Yanga walikuwa na papara kwenye eneo la mwisho, na ndio iliyopelekea wao kukosa mabao. Kwa hiyo sina mashaka hata kidogo na performance yao. Dodoma wamecheza kwenye kiwango kizuri. Unaweza ukaona kama wamecheza vibaya, lakini ukumbuke Young Africans pia walikuja na maswali mengi, na mwalimu alivyoona papara imeongezeka, ndio maana kaja akamtia mtu kama wale na Okelo ambaye ana utulivu kwenye eneo la mwisho, akamwongeza Damaro ili timu ikabe kwa utulivu, akamwongeza Juka Buya ili timu ipate nafasi ya kucheza pasi nyingi kutokea kwenye eneo lake, na mpaka wanafika golini walikuwa na nafasi ya kuweza kushinda. Sawa, tumeona usajili mpya Depu Laulindo Deson Maria ameonekana kuwa na kiwango bora, mchezo wa pili magoli matatu. Kwa kweli ilikuwa ni mchezaji design gani? Kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao watu waliwapinga sana kutokana na takwimu ambazo walikuja nazo, lakini hiki ambacho amekionyesha, unadhani ni mshambuliaji wa design gani? Mpaka sasa hivi ukiniuliza kwa namna alivyocheza, kacheza vizuri sana, lakini ukisema nitoe hukumu kwamba tayari ni mchezaji wa namna gani, nitakuwa namuonea, kwa sababu mpira una vipindi vyake. Kuna wachezaji ambao wanapitia honeymoon bora sana mwanzoni, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wanazidi kupoteza performance yao. Lakini pia kuna wachezaji ambao huwa wanacheza vizuri, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na wao wanazidi kujaribu kutengeneza kitu cha tofauti. Kwa hiyo kuna hiyo possibility ya kawa ni mchezaji mzuri, lakini nafikiri bado tuna muda zaidi wa kumuona, kwa sababu kwa muda mchache aliokaa amejaribu kudeliver kiwango bora. Young Africans sasa wanakwenda katika ligi ya mabingwa barani Afrika mbele ya Al Ahly. Kumbuka mchezo wao wa kwanza waliokutana nao walipoteza goli 2 kwa bila, na watu wengi walikuwa wanazungumza kwamba Young Africans alicheza vizuri na wanakwenda sasa kwenye mchezo wa marudiano. Unadhani Young Africans wafanye nini ili kuhakikisha wanaweza kupata ushindi kama walivyopata Al Ahly katika uwanja wa nyumbani? Very unfortunately mimi nilishaweka interest yangu wazi kuhusiana na Al Ahly. Kwa hiyo chochote ambacho nakizungumza kuhusiana na mchezo huu, mara nyingi sipendi kuzungumzia kwa sababu watu wachache ambao wanaweza kanielewa. Sana wengine wanaweza kusema labda anafungisha, sijui na vitu vingine kama hivyo. Lakini kama ningekuwa na washauri Young Africans, ningeweza kuambia tu wajaribu kutengeneza mpango kazi ambao utamfanya Marawani Atia asiweze kucheza kwa ubora. Kama wakifanikiwa kwenye hilo, wamepunguza athari nyingi sana za Ahly kwenye eneo lao, kwa sababu kwenye mchezo ujao nina uhakika Yosef Belamari ataanza upande wa kushoto. Kwa hiyo kama Belamari anaanza kushoto, Aliou Dieng muda mwingi atabaki chini kumsaidia Marawani Atia atembee kwenye eneo kubwa, na kama anatembea kwenye eneo kubwa absolute madhara yatakuwa ni kwa Young Africans zaidi. Kwa hiyo ni eneo ambalo kwangu nafikiri wanapaswa kulifanyia kazi kwa haraka, na kuna muda nilikuwa napiga story na video analyst wa Yanga. Bahati nzuri kulikuwa na mchezo wa Ahly ambao ulikuwa unaendelea na Wadi Degla. Goli la kwanza lilofunga Mahmoud Trezigi ni the same na lilofunga dhidi ya Yanga, kasoro tule movement ilisha kufa. Ile ya kwanza ilikuwa active, lakini ni mazingira yale. Pasi natoka kwa Marawani Atia katikati, naenda kwa Mohamed Hani pembeni, anarudisha kati, watu wanajigonga mpira ana receive anafunga. Kwa hiyo there is no way ambapo naweza nikawashauri kitu kikubwa Young Africans, kwa sababu at the end ni wao ndio ambao wanajua nini ambacho wanataka kufanya, na mimi tayari nimesha declare kwamba mimi na Ahly kuna namna ambavyo tunashirikiana kwenye baadhi ya vitu. Kwa hiyo siwezi kusema sana. Yeah. Sawa, kwa namna ambavyo unaitazama kundi la Young Africans, kama akishindwa kupata matokeo, unaona nini hasa ambapo wanatakiwa kufanya ili kuhakikisha unaweza? No, nafikiri kwa sasa sio muhimu sana kufikiria kushindwa. Nafikiri
nafikiri mnapaswa kuwapa energy kwamba inawezekana, kwa sababu it's all about matches. Wewe unacheza mechi yako, unacheza nyumbani, una namna ya kujipanga na kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia sana mambo ya kushindwa kwa wakati uliokuwepo. Shukrani sana. Shukrani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.